Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Leo tarehe 23 Februari tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Polikarpo, askofu na mfiadini. Mtakatifu Polikarpo alifundishwa imani ya Kikristo na Mtakatifu Yohane Mtume katika ujana wake na akabatizwa. Polikarpo alikuwa na rafiki yake ambaye ni Mtakatifu Inyasi wa Antiokia, na wote wawili walikuwa wanafunzi wa Mtume Yohane. Akiwa na umri wa miaka 37, Mtume Yohane alimfanya Polikarpo kuwa askofu wa Smirna huko Uturuki. Polikarpo alionyesha utakatifu na imani thabiti katika kuongoza jimbo ambalo lilikuwa likikumbwa na changamoto ya umasikini na mauaji ya mara kwa mara ya Wakristo. Mnamo mwaka 155 Polikarpo akiwa na umri wa miaka 86 alisafiri kwenda Roma nchini Italia kuzungumza na Mtakatifu Papa Aniseto kuhusu tarehe ya maadhimisho ya Pasaka. Ingawa katika mazungumzo yao hakukuwa na makubaliano rasmi, lakini Papa alimruhusu Polikarpo aendelee kuadhimisha Pasaka akifuata utaratibu wa Kanisa la Mashariki, ambapo waliadhimisha Pasaka siku ya 14 ya mwezi wa Nisan bila kujali kama tarehe imeangukia Jumapili au la. Polikarpo alirudi Smirna akakuta Kaisari Marko Aurelio ametoa amri Wakristo wasifuate dini yao, na wakifanya hivyo watauawa. Waamini wa Smirna waliandika barua ndefu juu ya kifo cha Polikarpo kwa Wakristo wa kanisa la Philomerium nchini Uturuki. Barua ile imetunzwa mpaka leo, na kwa njia hiyo zimepatikana habari kamili ya matukio. Barua hiyo inasimulia kama ifuatavyo: wakati wa utawala wa Kaisari Marko Aurelio ilitoka amri iliyokataza Wakristo waliokuwamo katika milki ya Waroma wasifuate dini yao. Wakristo walikamatwa, na kwa sababu hawakukubali kuabudu sanamu ya miungu ya uongo waliuawa. Polikarpo alijificha, lakini askari walimkuta amelala kwenye ghorofa ya juu katika nyumba ya mkulima karibu na Smirna. Ni baada ya kupata habari za mahali alipojificha kutoka kwa mtumwa mmoja aliyeteswa hadi akatoa siri. Walipomwona kuwa yeye ni askofu mzee tena mwenye mvi, zaidi ya hayo hakuwa na uoga na aliwatazama kwa wema, walishangaa. Waliona haya kwa sababu ya amri waliopewa ya kumkamata na kumpeleka mahakamani. Aliwaomba ruhusa ya kusali kidogo, kisha alimwambia mpishi wake awaandalie chakula. Aliwaacha wakila, akajitenga kidogo, akasali muda wa saa 2. Baada ya hapo alipanda punda wake, wakaongozana kuelekea mahakamani. Njiani walikutana na jemadari aliyekuwa akija kumkamata. Jemadari alimpandisha katika gari lake. Alianza kumuuliza maswali kwa upole, akijaribu kuyageuza mawazo yake. Jemadari alimuuliza Askofu Polikarpo, "Una shida gani? Hakuna dhambi kumwita Kaisari Mungu wangu. Je, ni dhambi gani kutoa sadaka kwa miungu kwa ajili ya kujiokoa?" Alipoona askofu hajibu neno, alizidi kumchokoza. Mwisho Polikarpo alimjibu akisema haogopi pingu wala upanga,
wala mkuki wala moto wala maji wala teso lolote. Hawezi kamwe kumfukizia ubani binadamu wala Shetani. Jemadari alikasirika, akamshika Polikarpo na kumsukuma, akamwangusha chini ya gari lake. Polikarpo aliumia sana mguu mmoja. Polikarpo alipelekwa barazani katika uwanja wa michezo. Liwali alimwamuru amwapize Kristo. Polikarpo alijibu kuwa kwa miaka 86 namtumikia Kristo, na wala kwa muda huo wote hakuniangusha, bali amenijalia neema nyingi. Nawezaje kumwapiza yule aliyenitendea mema, aliyenisaidia, aliyenisimamia na kunitegemeza? Liwali alimtishia akimwambia kuwa asipoabudu anavyoamuru atatupwa mbele ya wanyama wakali wamrarue. Polikarpo akasema ni bora ateswe ili mateso yamtakase na yamfikishe mbinguni. Liwali aliamuru achomwe moto. Kuni nyingi zilikusanywa. Polikarpo alifungwa mikono nyuma. Baada ya kupanda juu ya lundo la kuni, aliinua macho juu akanena, Bwana wangu Mungu Mwenyezi, ninakushukuru kwa sababu umenijalia siku hii na saa hii niwe katika hesabu ya mashahidi wako. Nionje nami kikombe cha mateso ya Kristo, nipate kuufikia uzima wa milele. Ninaomba nipokelewe leo kati yao mbele yako kama sadaka ya harufu nzuri. Ndivyo ulivyotaka, ndivyo ulivyoagua, ndivyo ulivyotimiza, ewe uliye Mungu kweli. Ninakushukuru, ninakutukuza kwa ulimi wangu wa kuhani wa milele anayekaa mbinguni, ndiye Yesu Kristo mwanao, mwenye kustahili sifa zote, pamoja na wewe, pamoja na Roho Mtakatifu, sasa na milele. Amina. Alipokwisha sema amina, moto uliwashwa, lakini haukumteketeza. Watesi wake waliokuja kumwangalia, walipoona hawakufaulu kumuunguza, walimchoma mkuki kifuani. Damu ilitoka kwa wingi hata ikauzima ule moto, naye akafa. Alikufa shahidi namna hii huko Smirna katika uwanja wa michezo saa 8 mchana tarehe 23 ya mwezi Februari mwaka 155. Askofu Polikarpo akayatoa maisha yake kwa ajili ya Kristo na kondoo wake. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya Mtakatifu Polikarpo, askofu na mfiadini. Na kusifu Mungu kwa kunistahilisha hukumu siku ya leo saa hii, ili katika ushirika na mashahidi niweze kushiriki kikombe cha Kristo mpakwa mafuta na kuingia katika uzima wa milele, mwili na roho, kwa njia ya Roho Mtakatifu. Naomba nipokelewe kati ya mashahidi mbele yako kama sadaka nzuri yenye kupendeza. Watakatifu wengine tarehe 23 Februari: Watakatifu Cresconius, Zeno, Menandrus, Carinius, Arion, Hippolytus, Diodorus, Menelantus, Athora, Petrus, Lambeses, Lucianus na Felisi, wafiadini wa Afrika Kaskazini. Mtakatifu Polikarpo, askofu na mfiadini.